Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima limeuomba mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC kushiriki katika jitihada za kutafuta suluhu ya mvutano unaoendelea kati ya kanisa hilo na mamlaka ili liweze kurejea katika shughuli zake za kiibada kama kawaida. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuwasili katika ofisi za THRDC jijini Dar es Salaam, Askofu Amos Paul kwa niaba ya uongozi wa kanisa hilo amesema kuwa sintofahamu iliyopo kwa sasa imewalazimu kutafuta msaada wa mtandao huo wa watetezi wa haki ili kuhakikisha haki yao ya kuabudu inalindwa. Amesema kuwa hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa waumini, hasa kutokana na hatua zilizochukuliwa na askari polisi kuondoa waumini kwa nguvu na kuzuia kuendelea na ibada katika baadhi ya matawi ya kanisa hilo. Kwa upande wake, wakili Onesmo Olengurumwa, mratibu kitaifa wa THRDC, ametoa wito kwa waziri wa mambo ya ndani pamoja na jeshi la polisi kukaa meza moja na uongozi wa kanisa hilo kwa lengo la kuhitimisha mvutano huo kwa njia ya mazungumzo ya amani. Mgogoro kati ya kanisa la Ufufuo na Uzima na mamlaka umeibuka kufuatia kile kinachodaiwa kuwa ni ukiukwaji wa taratibu za usajili na uendeshaji wa taasisi za kidini, madai ambayo kanisa hilo limekana na kudai kuwa yanatumika kama kisingizio cha kulizuia kuendesha ibada. Katika siku za hivi karibuni, askari polisi walivamia baadhi ya matawi ya kanisa hilo na kuzuia ibada kuendelea huku wakiondoa waumini kwa nguvu, hatua iliyozua taharuki na mamlaka kutoka kwa viongozi wa dini na wanaharakati wa haki za binadamu. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko. Wenzetu kanisa la Ufufuo wote mnafahamu kabisa kwamba hadi sasa kanisa lao liko kwenye sintofahamu, kwa sababu siwezi kusema kwamba limefungiwa au halijafungiwa, kwa sababu kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama madogo, kwa mujibu wa barua ya waziri, inaonekana kabisa kwamba mpaka sasa hivi kanisa hili halijulikani limefungiwa au halijafungiwa. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba Watanzania hawa ambao ni wengi kwa maelfu wanaofanya ibada katika kanisa hili wamewekwa katika njia panda, na ndio maana sisi tukaona kwamba tukafarijika kuona kwamba wamekuja kutulilia. Na hapa mbeleni tuna Askofu Amos ambaye anatoka mkoa wa Shinyanga pamoja na waumini baadhi ambao wamekuja kuwakilisha maelfu ya maaskofu wa kanisa hili nchi nzima kuja kuomba mtandao. Baada ya kuona tumezungumza kwa muda mrefu masuala ya maridhiano, mazungumzo kwenye mambo yanayohusu mambo yetu ya kitaifa, wakaona ni vyema waje kwa ajili ya kuona namna gani wanaweza kuongeza watu wa kuwasemea na kuwatafutia suluhu ya tatizo hili. Nipende tu kusema kwamba Watanzania wote kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu ana haki ya kuabudu. Hakuna sehemu ambayo katiba imesema kwamba mtu ataabudu kupitia kanisa, kupitia siyo nini, kupitia nini. Kila mtu amepewa haki ya kuabudu. Napenda kusema kwamba hata kama leo hii kanisa hilo lingekuwa limefungiwa, hawa maelfu ya Watanzania bado wana haki yao ya kuabudu. Kilichofungwa au kama kilichowekwa katika hiyo sintofahamu, kwa sababu hatujulikani kimefungwa au kimewekwa sintofahamu, ni kile ambacho kilisajiliwa kwa mujibu wa sheria, manake kanisa dhehebu lile. Lakini Watanzania hawajafungiwa kuabudu. Naomba tutofautishe kati ya kuabudu na taasisi ambao wanatumia kuabudu. Taasisi ndio imeingia kwenye mgogoro. Naomba sana viongozi wetu, Waziri Bashungwa, IGP pamoja na Kamanda Muliro, watambue kwamba hawa Tanzania pamoja na kwamba kanisa lao liko katika mgogoro huu wa sasa, bado hawa wanahitaji kila Jumapili ya Mungu ambayo ndio siku ya Wakristo wengi wanatumia kuabudu, wapate sehemu ya kufanya ibada zao, wakati swala lao linaendelea kufanywa, la taasisi yao linaendelea kufanywa kazi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaomba sana viongozi, waziri pamoja na ofisi ya polisi, tafuteni namna ya kukutana na watu hao kama hao.
Kama itashindikana kuja wenyewe, basi sisi kama mtandao tuko tayari. Waziri Bashungwa, kwa hawa ambao maaskofu, viongozi wengine waliobaki, tunaomba ukutane nao. Polisi, jeshi la polisi, IGP au afande Muliro, tunaomba ukutane nao ili muweze kulizungumza, kuliko kila Jumapili tuone zile drama, tuone yale mivutano mitufuano kati ya waumini hawa na askari. Inakuwa haipendezi katika taifa letu. Watu wengi wanafikiri kwamba labda kanisa letu ni kanisa la fujo ama ni kanisa lenye vurugu. Tumechagua njia iliyo bora kulimaliza jambo hili kupitia kwa taasisi hii ya watetezi wa haki za kibinadamu, lakini lengo kubwa tu ni kudai haki yetu ya msingi ya kuabudu. Kuabudu kulingana na takwa la katiba la nchi ni kwamba ni haki ya kila mtu. Ni haki ya kila mtu kuabudu kama alivyoelezea, na sisi tuko hapa kutaka haki yetu ya kuabudu kila Jumapili. Kwa hiyo tunataka sisi sehemu ya uhai wetu ni ibada. Makanisa yetu yaruhusiwe watu waende kuabudu Jumapili, kwa sababu hata kama wataendelea polisi kulinda majengo yetu, kimsingi ni ngumu sana kuzuia watu kwa habari ya imani.